wamefungua biashara wanasema kuwa hawaungi mkono maandamano ambayo ni ya uporaji, ingawa wanasema wataendelea kuwasilisha masuala yao na mahitaji ambayo wako nayo. Tukikumbuka kuwa maandamano haya ya siku ya leo ni ya kuwakumbuka vijana ambao waliweza kupoteza maisha yao wakati wa maandamano ya kupinga mswada wa fedha wa mwaka wa 2024. Na asubuhi ya leo nimeweza kupitia katika mahali tofauti ambapo kwenye barabara kuu ya Thika, kutoka Thika kuelekea hadi Keno, ukielekea Murang'a, magari ambayo yanaendelea kufanya shughuli za kawaida ama usafiri ni machache sana. Na pale katika kiingilio cha Thika ama Blue Post, maafisa wa polisi wameweza kuweka doria hapo na kila gari ambalo linapita hapo linakaguliwa ili kuhakikisha kuwa halijabeba wahuni ama vitu ambavyo havifai ambavyo vinaweza kutumika kusababisha vurugu kwenye maandamano ya siku ya leo. Vile vile hapa katika mtaa wa Keno tunaona kuwa maafisa wa polisi wanaendelea kushika doria katika mahali mbalimbali kuhakikisha kuwa usalama unadumishwa. Na hii inajiri tukikumbuka kuwa kamishna wa kaunti ya Murang'a Hassan Bule hapo jana aliweza kutoa taarifa kuwa hawataruhusu ama hawatakubalisha wahuni kuingilia maandamano ya siku ya leo, ambapo aliweza kuwahimiza vijana kuwa hata kama wataweza kushiriki kwenye maandamano ya siku ya leo waweze kufanya hivyo kwa njia ya utulivu na amani, bila kuvamia biashara za watu na vile vile bila kupora mali za wafanyabiashara. Vile vile viongozi mbalimbali katika kaunti ya Murang'a wameweza kukemea maandamano ambayo yanakuwa yakifanyika kwa wakati, na ni maandamano ambayo yamekuwa yakiwa na vurugu na vile vile uporaji wa mali, jambo ambalo wameendelea kulikashifu. Na hapo jana masaa ya usiku maafisa wa polisi waliweza kuweka vizuizi ama roadblock kwa kiingilio cha kaunti ya Murang'a karibu na mtaa wa Mukuyu, ili kuhakikisha kuwa wanakagua kila gari ambalo linaingia kwenye mtaa wa Murang'a, tukijua kuwa kaunti ya Murang'a kwa siku za hivi majuzi imekuwa ikivamiwa na mambo ya maandamano maandamano yaliyojawa na wahuni na vile vile uporaji wa mali. Na kwa hivyo siku ya leo maafisa wa polisi wamehakikisha kuwa wapo katika kila kona ya kaunti hii ili kuhakikisha kuwa maandamano ya siku ya leo kama yatafanyika kwa njia ya amani, utulivu, bila uporaji wa mali. Na tutaendelea kukita kambi katika kaunti ya Murang'a, tutaendelea kuangalia katika maeneo mbalimbali ili kwenye taarifa zetu ambazo zinafuata na kwenye vipindi vyetu tuweze kukufahamisha yanayojiri na vile vile tuweze kukufahamisha kama maandamano yatakuwa yanaanza. Lakini kufikia sasa kwenye kaunti ya Murang'a utulivu unaendelea kushuhudiwa katika maeneo mbalimbali, biashara zinaendelea ingawa sio biashara nyingi ambazo zimefunguliwa. Kwa hivyo tutaendelea kukita kambi na kulitupa jicho kwenye maeneo mbalimbali ili tuhakikishe kuwa tunakuarifu yatakayojiri. Kwa niaba ya mpiga picha na kwa niaba ya runinga ya TV47, jina langu ni Robert Gakure. Baada ya hii naweza kuzungumza na wakazi na wafanyabiashara hapa Kenol ili tuweze kukufahamisha ambayo wako nayo. Kwa niaba ya runinga ya TV47, kwako studio Adrian Kilemi, jina langu ni Robert Gakure. Asante sana Robert Gakure, mwandishi wetu wa habari akituchorea taswira kamili hapo katika eneo la Kenol. Ni sehemu ambayo inaunganisha kaunti ya Nairobi na maeneo mengine ya taifa, kaunti ya Murang'a, kaunti ya Embu kuelekea kule Nyeri, Karatina, Meru na maeneo mengine, akisema kwamba hali ya utulivu kwa sasa inashuhudiwa katika eneo hilo. Sasa tusanzuke moja kwa moja hadi huko Nyahururu aliko mwanahabari mwenza Laban Muhinda, huko pia tupate kujua hali iko vipi. Muhinda?